John Heche na akanitaja na mimi Katibu Mkuu John Mnyika. Lakini pili, Kamanda Jumanne Mulilo akasema hakuna viongozi wengine na wanachama waliokamatwa siku hiyo, na akasema kwamba hakuna waliopigwa na jeshi la polisi katika matukio hayo ya tarehe 24. Tumewaita pamoja na mambo mengine waeleza kwamba Kamanda wa Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam Jumanne Mulilo ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwa kinyume cha sheria, polisi imesema uongo. Hatua zinapaswa kuchukuliwa kwa Kamanda Mulilo na hatua zinapaswa kuchukuliwa kwa jeshi la polisi. Sisi kama chama tutachukua hatua za kisheria kama nilivyoeleza kwa mahakama za ndani na vyombo vya nje, lakini tunataka mamlaka nyingine kama nilivyozitangaza na zenyewe zichukue hatua ili hali ikomeshwe. Francisco Musa, Emmanuel Modest Munihawa, Nasri Said, Omar Othman Toto, Idi Ramadhani Kilongo, Rafael Makala, Shabani Kirita, Eric Zakaria Bulega. Watu wote hawa walikamatwa, walipigwa, waliumizwa, wengine wamevunjwa viungo mbalimbali, lakini hawakutajwa popote kwenye taarifa ya jeshi la polisi. Kuna tukio lingine ambalo ni muhimu nikalisemea tena kwa mara nyingine, kwa sababu inathibitisha ushahidi wa kwamba jeshi la polisi linasema uongo. Nalo ni kuhusu mwanachama wetu mjumbe wa Baraza Kuu Hilda Newton. Manake hawa wengine polisi wanaweza kuja na sababu ya uongo kwamba kwa sababu hawakuwaingiza ndani ya vituo vya polisi kwa maana ya kuwaandikisha, pengine polisi watasingizia kwamba ndio maana hawakutaja kumbukumbu zao, ambacho itakuwa ni kisingizio kwa sababu walikamatwa na polisi. Wanachama wetu Hilda Newton ameshindwa kuja leo kwa sababu bado hali yake sio nzuri. Hii katika wakati mwafaka atazungumza, lakini nimezungumza naye kujua kilichojiri, na amenieleza kwamba alikamatiwa nje ya geti la Kisutu upande wa pili wa barabara, na walipomkamata walimwambia anahitajika na ZCO. Wakamchukua na gari yao, atasimulia kwa urefu katika wakati mwafaka. Wakaanza kumpiga ndani ya gari kwenyewe, na wakati wanampiga wakawa wanamlazimisha atoe password ya simu yake, na wakampiga sana wakiwa kwenye gari. Baadaye wakampeleka kituo cha polisi kikuu kwa maana ya Central Police, wakamuingiza pale. Katika wakati mwafaka atasimulia kwa kina vipigo walivyokuwa akivipata kila wakati na kila siku katika kipindi chote ambacho alikuwemo Central Police na mateso aliyoyapata. Lakini mimi nataka kwa uzito mkubwa nisemee jambo moja ambalo kwa kweli ni kubwa. Baada ya kuwa wamemkamata na kumpiga, wakamwambia kwa sababu ana mtoto mdogo ananyonyesha, wako tayari ajidhamini ili atoke, aondoke. Wakamletea fomu ya kujidhamini. Ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna nia ovu kubwa kwake, fomu yake yeye ya dhamana haikujazwa kwa utaratibu wa kawaida tu wa mtu kusaini kwamba nimejidhamini. Wakamwambia aweke fingerprints, alama za vidole kwenye fomu ile ili kuwe na ushahidi wa kwamba amejidhamini. Alafu walivyomaliza kuchukua hizo alama zote, badala ya kumruhusu kuondoka kwenye kituo cha polisi, wakamrudisha ndani ya kituo cha polisi cha Central. Na kutoka wakati huo
walipokuwa wamekishamsainisha ushahidi wa kwamba amejidhamini, kila aliyekwenda kituo cha polisi cha Central kumuulizia Hilda Newton aliambiwa kwamba Hilda Newton hayupo kituo cha polisi Central, na alikuwa anaonyeshwa ushahidi wa fomu ya dhamana ya kujidhamini na ushahidi wa alama zake za vidole za kwamba amejidhamini na amekwisha ondoka. Kwa hiyo hawakutaka ajulikane yuko wapi, na Hilda atazungumza katika wakati mwafaka aliyoyasikia humo, ambayo kwangu mimi niliyasikia ni wazi walikuwa wamelenga kwa baada ya pale kumhamisha, kumpeleka mahali kwingine na kumpoteza kabisa, na umma uaminishwe kwamba alipewa dhamana, aliondoka, kwa hiyo yeye mwenyewe hajulikani yuko wapi. Sasa kitendo cha mtu ambaye amechukuliwa na jeshi la polisi, ameingizwa kwenye kituo cha polisi, kitendo cha kutokutajwa kwenye taarifa ya polisi kuwa alikamatwa kwa siku zote ambazo alikuwa pale, ni ishara ya kwamba polisi inaficha ukweli na polisi ilikuwa na nia ovu. Sasa haya matendo ya namna hii ni matendo ambayo yanafanana kama wakati wa ukaburu kule Afrika Kusini. Stephen Biko alipouawa na vyombo vya ulinzi na usalama vya makaburu kule Afrika Kusini, vyombo vya ulinzi vilikanusha kuwa havikumchukua, havikumuua, na walifanya hivyo kwa sababu hawakuwa wameingiza rekodi zake katika maeneo ambayo walimpitisha. Lakini ushahidi ukaja kujulikana baadaye, baada ya kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi South Africa, kwamba alikamatwa, aliteswa, akauawa. Jeshi la polisi la Tanzania limefikia hatua ya kufanya vitendo vinavyoshabihiana na jeshi la polisi la makaburu wakati wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Hali hii haipaswi kuachwa hivi hivi. Ni kwa sababu hiyo basi niseme hatua kadhaa ambazo tunataka zichukuliwe. Bosi, kamanda wa polisi Jumanne Muliro, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam imekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana, tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa jeshi la polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hali. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24
mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5. Natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Takumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza, lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono, sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Natoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo, kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Na yasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa uhuru. Tumie fursa hii kuendelea kusisitiza kwa umma kwamba sisi Chadema tunaamini ilikuwa ni haki na ilikuwa ni halali kwa wananchi, wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tunaendelea kulieleza lile zuio la polisi kwamba lilikuwa ni zuio haramu, na tunaendelea kutoa mwito kwa Mheshimiwa Lissu kuachiwa, na kipindi ambacho bado anaendelea kushikiliwa tunaendelea kusisitiza kwa Watanzania kwamba tarehe 6 mwezi Mei kesi itakwenda kwa mara nyingine tena mahakamani. Tunatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kujitokeza kufuatilia kesi hii mpaka haki itakapopatikana. Pamoja na madhila yanayotukuta yote haya ya viongozi kupigwa, viongozi kuambikiziwa kesi, wanachama kuumizwa, tunaendelea kuamini kwamba yote haya yanalenga kurudisha nyuma harakati na mapambano ya no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa tunarejea kutoa mwito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania wote wanaounga mkono haja ya mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kutorudishwa nyuma, kutokukatishwa tamaa, kutokutiwa hofu na haya yanayojitokeza, bali haya yote
yaendelee kutupa nguvu, ari na matumaini ya kutafuta mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na haki. Tunatambua kwamba sauti hii ya haja ya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki sio sauti ya Chadema peke yake, na tunashukuru sana viongozi wa dini ambao wameiasa serikali isikilize sauti ya wanaotaka mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi, kuwezesha uchaguzi huru na haki. Tunaamini kwa sauti hizo za viongozi wa dini na kwa sauti za wadau mbalimbali ambao wamekushapaza sauti pamoja na sisi, hoja hii ya kutakiwa kufanyika mabadiliko kabla ya uchaguzi si hoja ya Chadema, ni hoja ya umma, ni hoja yenye mwafaka wa kitaifa. Wakati umefika sasa wa Rais Samia kujitokeza mbele ya umma na kukubaliana na rai hiyo ya wananchi na sauti na nasaha za viongozi wa dini, ili kwa haraka mchakato huo wa kufanya mabadiliko kabla ya uchaguzi kuweza kuendelea. Nihitimishe kwa kutangaza vile vile kwamba pamoja na kuendelea na kesi mahakamani, chama tutaendelea na operation. Na sasa niwatangazie ratiba mpya ya operation tutakao kwenda kuifanya, kwa maana mikutano ya hadhara. Mikutano itaendelea kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 12 mwezi Mei. Sasa tutakwenda mikoa ya kanda ya Victoria, kwa maana ya mikoa ya Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, kwa kadiri ya ratiba itakavyoendelea kupangwa na kutangazwa, lakini kwa tarehe hizo tutakwenda kanda ya Victoria. Na kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 17 mwezi Mei tutakwenda kanda ya Serengeti, kwa maana kanda yenye mikoa ya Mara, Simiyu, Shinyanga, kama ushahidi na ushuhuda ya kwamba pamoja na madhila yote, pamoja na yote tunafanyiwa, hatutarudi nyuma katika azma yetu ya kuendelea kuunganisha Watanzania kutaka mabadiliko ya msingi yaweze kufanyika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wanahabari, tunawashukuru. Hilo ndio jambo ambalo tuwaitia leo.